الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. Tawaghit ni wengi na wakubwa wao ni 5. Wa kwanza ni sheitan mwenye kulingania ibada ya asiyekuwa Allah. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hivi sikukuhusieni enyi wanadamu kwamba msimwabudu sheitani, kwani sheitani kwenu ni adui aliyewazi. Kwa hiyo tawaghuti wa kwanza katika wakubwa wa hawa matawaghit ni sheitani, yeye analingania shirki. Athani الحاكم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الأول لما قال الشيخ الطواغيت كثيرة، فكل من خرج عن طاعة الله فهو طاغوت. كلا ليتوكا nje ya taa ya Allah huyo ni taghut, wa hadha la hasra lahu, hili halithibitiwi. Walakin ruusu tawaghiti hum haulai 5, lakini wakubwa wa mataghut ni hawa 5. Al-awwalu shaytan, wa kwanza ni shaytan, lianna asla tawaghiti huwa shaytan, asili ya hawa mataghut ni shaytan. Huyo ndio asli ya hawa tawaghit. Wa mithluhu tawaghitul insi, mataghut wa watu, shayatinul insi alladhina yuhassinuna linnasi ibadata ghairi llah. Mashaitani wa watu wale wanaowafanyia watu uzuri wa kuabudu wasiyekuwa Allah, ile ibada ya asiyekuwa Allah wao yuhassinuna linnas, wanafanya ndiyo ibada nzuri. Ule ushirikina wao wanawapambia watu wafanye ushirikina huo. Wayusammunaha bi asma'in khadi'a, wanaita hiyo ibadati ghairi llah kwa majina khadi'a, ya kudanganya na majina ya udanganyifu. Yusawwighuna linnasi dhabha lighairi llah, wanawajuzishia watu kuchinja kwa asiyekuwa Allah. Wanadhara lighairi llah, na kuwekea nadhiri asiyekuwa Allah. Walistighathata bighairi llah, na kutaka kuokolewa na asiyekuwa Allah. Wa duaa almauta, na kuwaomba maiti. Yusawwighuna hadha, wanajuzisha jambo hili. Wayusammunahu biasma yakhda'una an-nasa biha, wanawaita kwa majina na kuwadanganya watu kwa majina hayo. Haulai tawaghit, hawa ni mataghut, kwamba hii si ushirikina, hii ni tawassul, hii ni kadha, hawa ni shufaa. Kwa hiyo hawa shayatinul insi yuhassinuna linnasi ibadata ghairi llah, hiyo na kuyaita majina na kuwadanganya watu kwamba sio ushirikina kufanya hivyo. Kufanya hivyo ni kutaka usaidizi tu, ni kutaka, hawa ni shufaa, hawa ni usataa, ndiyo majina ya kuwadanganya watu. Lakini haulai tawaghit, hawa ni mataghut wanaowadanganya watu. Wa ibadatu shayatin takunu bitaatihi, ibada ya shaitani inakuwa ni kwa kumtii shaitani.
mtu anemtii shaitani ndiyo amemwabudu. Faman ata'ahu faqad abadahu, mwenye kumtii shaitani ndiyo amemwabudu. Ala ikhtilafi anwa'i hadhihi alibada, kwa hitilafu ya sampuli za ibada hizi. Lolote atakalolifanya kwa ajili ya shaitan ndiyo amemwabudu. Minha ma yasilu ila haddi al-kufri wa shirki, katika sampuli hizo za kumwabudu huyo shaitan kuna zinazofikisha mpaka wa ukafiri na ushirikina. Wa minha ma huwa dunaha bihasabi ta'ati shaitan, na kuna ambazo ni chini ya ibada au sampuli zinazofikisha kwenye ukafiri na ushirikina kwa kulingana na ile kumtii yule shaitan. Fakullu almaasi ta'atun lishaitan, kila maasiya ni kumtii shaitan. Maasiya yoyote ni kumtii shaitan. Wa ashadduha ashirku, na makubwa ya maasiya hayo ni ushirikina. فكل المعاصي طاعة للشيطان وأشدها الشرك ويساعده شياطين الإنس، ونمسيديه شيطاني ما شيطاني ووات من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل. maulama wa upotevu wanaowalingania watu ibada ya asiyekuwa Allah azza wa jalla, wayusammunaha bighairi shirki, wanaiita ibadati ghairi Allah kwa isiyo kwa ushirikina. Yusammunaha tawassula, wanaita ni tawassul, au yusammunaha almahabbata lissalihin, au wanaita hiyo ibada ya asiyekuwa Allah kwamba ni kuwapenda watu wema, au bighairi dhalika min anwa'i al-asma'i al-khadda'a, au kwa isiyokuwa hayo katika sampuli ya majina ya udanganyifu. Fahaulai min a'wani shaitan, hawa ni wasaidizi wa shaitan. Hawa ulama'ul dhalal, hawa ni wasaidizi wa shaitani wanaolingania ushirikina. Hawa wanalingania ushirikina, kwa hiyo moja kwa moja ni wasaidizi wa shaitani. Allahu akhbara anna aljinna lahum shayatin wa anna alinsa lahum shayatin. Allah ameelezea katika Qur'an kwamba majini wana mashetani na watu pia wana mashetani. Shayatin alinsi waljin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, mashetani wa watu na mashetani wa majini wanapeana wahi, baadhi yao kwa baadhi nyingine wanapeana wahi. Zukhrufal qawli ghurura, maneno ya kupamba kwa ajili ya kughuru watu. Yusaiduna ala idlali bani adam, hawa wanasaidia kuwapoteza wanadamu. Hawa yusaiduna ala idlali bani adam. Hadha huwa an-naw' al-awwal min at-tawaghit, hii ndio sampuli ya kwanza katika hawa tawaghit. Ash-shaytanu, shaytan, wa man sara fi rikabi ash-shaytan, na mwenye kwenda katika kamba na njia za shaytani pia ni katika wafuasi wake. Hata walau qala al-insanu ana ma a'budu ash-shaytan, hata lau mtu akisema mimi simwabudu shaytan, naqulu, tunasema idha ata'tahu wa anqadta lahu faqad abadtahu shi'ta am abaita, ukimtii ndio umemfuata, ndio umemwabudu. Idha ata'tahu, ukimtii shaytan, wa anqadta lahu, na ukamfuata, faqad abadtahu, ndio umemwabudu. Shi'ta am abaita, umekataa au umekubali, umetaka au hukutaka. Alladhi la ya'budu ash-shaytana
huwa alladhi yukhalifuhu wa ya'sihi, ambaye hamwabudu shaitan ni yule ambaye anamkhalif shaitan, anamuasi shaitan. Hadha huwa alladhi la ya'budu shaitan, huyu ndiye ambaye hamwabudu shaitan. يقول الشيخ حفظه الله: لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى الكفر المخرج من الملة، lakini huwa ikawa kumwabudu shaitan unafikisha kwenye ukafiri wenye kumtoa mtu katika Uislamu. Watakunu duna dhalik, na huwa ikawa ni chini ya hapo, haumtoi katika Uislamu. Walakinaha kullaha ta'atun lishaitan, lakini yote hiyo ni kumtii shaitani. Kila maasi, kama alivyosema hapo, kila maasi ni kumtii shaitani, kama ilivyokuwa kila taa ni kumtii Allah, na kila maasi ni kumtii shaitani na kumwasi Allah. Kwa hiyo taghuti mkubwa wa kwanza kabisa ash-shaytan ad-da'i ila ibadati ghairi Allah. Athani, taghuti wa pili, man hakama bighairi ma anzala Allah, ni mwenye kuhukumu kwa asivyoteremsha Allah, mwenye kuhukumu hukumu asiyoiteremsha Allah. Qala Sheikh: hadha ya'ummu al-hakimu al-jairu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akisema taghuti wa pili katika hao watano wakubwa, al-hakimu al-jairu al-mughayyiru li ahkami Allah ta'ala, ni hakimu dhalim mwenye kubadilisha hukumu za Allah mtukufu. Al-hakimu al-jairu al-mughayyiru li ahkami Allah ta'ala, huu ni taghuti wa pili, hakimu dhalim mwenye kubadilisha hukumu za Allah mtukufu. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الثاني من حكم بغير ما أنزل الله، هذا يعم كل من حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات. mwenye kuhukumu kwa hukumu asiyoiteremsha Allah, hii inamwenea kila aliyehukumu kwa asivyoteremsha Allah, akahukumu baina ya watu katika mambo ya utata na watu na mambo ya kukhtalifiana baina ya watu. Hakama bainahum bilqanun, akahukumu baina ya watu kwa kanuni hizi za kilimwengu, au biawaidil balad albadwi wassulum allati alaiha albadwu walqabail, au akahukumu kwa ile mambo ambayo yanafaradhishwa na majalis ya mji au majalis ya kijiji, ndio al-awaid. Al-awaid ni ile mali ambayo inakadiriwa na majlis ya mji. Majlis ya mji au majlis ya kijiji yanaweka kitu maalumu kwa ajili ya kuhukumu watu, aidha ni mali wanafaradhisha kwa hukumu kadha, mtu asipofanya kadha atatoa mali kadha. Hukumu zao za kikanuni wanazoziweka watu wa mji au watu wa kijiji, ndio wasulum allati alaiha albadwu walqabail, ndio hizo hukumu wanazoziweka hao watu wa makabila au watu wa vijijini au wa mjini, hukumu ambazo sivyo alivyoteremsha Allah. Wa a'rada an kitabillah, na akapuuza hukumu ya kitabu cha Allah. Hadha huwa taghut, huyu ndio taghut. Yahkumuna bighairi ma anzala Allah, wanahukumu kwa asivyoteremsha Allah. Wayad'una anna hadha min al-islah wat-tawfiq baina an-nas, na wanadai kwamba hii ndiyo kusuluhisha
na kuleta muafaka baina ya watu. Hadha kadhib, huu ni urongo. Lazima jambo la kusuluhisha baina ya watu pia lazima hukumu itokane na kitabu cha Allah azza wa jalla, sio watu watoe hukumu zao za kikanuni zao walizozipanga wao. Al-islahu la yakunu illa bikitabillah, kusuluhisha hakupatikani isipokuwa kwa kitabu cha Allah. Wat-tawfiqu baina an-nasi wal-mu'minin la yakunu illa bikitabillahi azza wa jalla, kuwafikisha kuleta muafaka baina ya watu na Waislamu hakupatikani isipokuwa kwa kitabu cha Allah azza wa jalla. Qala ta'ala: fakaifa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Vipi utakapowapata msiba kwa yale ambayo imetanguliza mikono yao, kisha wakakujia wewe, yahlifuna billah, wanaapa kwa Allah kwamba hatukukusudia isipokuwa ihsan wa tawfiq. Hao ni ambao Allah anajua yaliyo katika nyoyo zao. Fa'arid anhum, wapuuze, wa'idhhum, na waonye, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, waambie katika nafsi zao maneno makali. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, Allah anasema hatukumpeleka mtume yoyote isipokuwa tumempeleka ili atiiwe kwa idhni ya Allah, kwa amri ya Allah. Walau annahum idh-dhalamu anfusahum, lau wao wakidhulumu nafsi zao, ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadu Allaha tawwaban rahima, wangekujilia wewe wakamtaka maghfira Allah, wastaghfara lahumur rasul, na Allah akawaombea maghfira, lawajadu Allaha tawwaban rahima, wangemkuta Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa rehma. Lau annahum tabu ila Allah wajauka, hadha fi hayati nabii sallallahu alayhi wasallam, hii ni katika uhai wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma ba'da mautihi fala yudhhabu ila qabrihi, ama baada ya kufa mtume watu hawendi kwenye kabri yake. Al-insanu idha adhnaba yatubu ila Allah wa yastaghfiru fi ayi makan, mtu akifanya dhambi anatubia kwa Allah na anamtaka maghfira Allah mahali popote. Wallahu ghafurur rahim. Wala yahtaju ila an yadhhaba ila qabri rasul, haitajiki kwenda katika kabri ya mtume, kama yaqulu al-mukhrifuna al-an, kama wanavyosema hawa makhurafi sasa hivi. Wanasema hivyo kutolea dalili yao ni aya hii: walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu Allaha tawwaban rahima. Lakini hii ni fi hayati nabii sallallahu alayhi wasallam. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: إن هذا يدل على أن المذهب يذهب عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة ويستغفر عند القبر، هذا كذب. kwamba hii inafahamisha kwamba mwenye kufanya dhambi anakwenda kwenye kabri ya mtume, anamtaka mtume msamaha na kutaka maghfira mbele ya kabri ya mtume. Huu ni urongo. Ar-rasulu ma umira an yustaghfara inda qabrihi, mtume hakuamrishwa aombe maghfira, aombewe maghfira mbele ya kabri yake. Wala sahaba kanu yadhhabuna ila qabri rasuli
sallallahu alaihi wasallam liyastaghfiru. Hawakuwa masahaba wakienda katika kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili waombe maghfira. Kanu yatubuna ila Allah fi ayi makan, walikuwa wakitubia kwa Allah mahali popote. La yahtaju ila annaka tadhhabu ila qabrihi, haihitajiki kwamba wewe uende kwenye kabri ya mtume. Sasa na sisi huku tulio mbali, kama mtu hana uwezo wa kwenda kule, ataomba vipi maghfira kama imewekwa sharti hii kwamba ukifanya dhambi basi uende kwenye kabri ya mtume? Ingekuwaje sasa na watu wasio na uwezo? Wangekwenda vipi huko kwenye kabri ya mtume? Si hivyo bwana, ni urongo. Mtu akifanya dhambi anatubia kwa Allah moja kwa moja mahali popote, sio kwenda kwenye kabri ya mtume. Qala walakin hadha fi hayati rasul, aya hii ilikuwa katika uhai wa mtume. Liannahum asau fi haqqi rasul, sababu wao wamekosea wakafanya makosa katika haki ya mtume. Haithu nsarafu ani tahakumi ilayhi, wakati wameacha kuhukumiana kwa mtume. Fahadhihi isaa fi haqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam, hii ni kukosea katika haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahum yadhhabun wa ya'tadhiruna 'inda ar-rasuli ba'da at-taubati ila Allah azza wa jalla, kwa wao wanakwenda wakataka udhuru kwa mtume baada ya kutubia kwa Allah azza wa jalla. Fakana hadha fihi mukhalafatun lillah wa mukhalafatun lirrasul, hii ilikuwa ni kumkhalifu Allah na kumkhalifu mtume. فالمخالفة في حق الله لها الاستغفار، والمخالفة في حق الرسول يذهبون إليه ويطلبون منه المسامحة والعفو عنهم لأنهم أخطأوا في حقه صلى الله عليه وسلم. مخالفة katika haki ya Allah una istighfar, ni wajibu mtu afanye istighfar akikhalif katika haki ya Allah. Ama mukhalafa katika haki ya mtume, walikuwa wanakwenda kwake na wakamtaka msamaha awasamehe, liannahum akhtau fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, sababu wamekosea katika haki yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama kwamba madhambi kwamba wende kwa mtume, hiyo la. Madhambi mtu anatubia kwa Allah azza wa jalla peke yake. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. huwaoni wale wanaodai kwamba wameamini bima unzila ilaika, yaliyoteremshwa kwako, wama unzila min qablik, na yaliyoteremshwa kabla yako. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bi, wanataka kuhukumiana kwa taghut na wakati wameamrishwa wamkufuru taghut. Wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, shaytan anataka kuwapoteza upotevu ulio mbali. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. هي دليل kwamba alihukumu hukumu asiyoiteremsha Allah, huyo ni taghut. Fi qawlihi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. فالطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل هو كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل أنهم الكهان، لأن العرب عندهم لكل قبيلة كاهن يحكم بينهم. وعرب walikuwa kila kabila lina kuhani ana hukumu baina yao. Kila kabila katika makabila ya Arabu ilikuwa wana kuhani wao, yahkumu bainahum, ana hukumu baina yao.
yuriduna an yahkumu an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi. الثالث طاغوت وتات الذي حكم بغير ما أنزل الله عليه حكم كواسب ترمش الله. والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا حكم أو أسي حكم وعليه ترمش الله حكم عليه ترمش الله هاو نيويني ككفور. فالآية حكمت عليه بالكفر. آية imemhukumu huyo kuwa ni kafiri. Wa hadha idha ta'ammada al-hukma bighairi ma anzala Allah, na hii ni akikusudia kuhukumu kwa hukumu asiyoiteremsha Allah. Wa ja'ala al-mahakima tahkumu bighairi ma anzala Allah biqawanina wad'iyya, akajalia hizi mahakim zina hukumu kwa hukumu asiyoiteremsha Allah, zina hukumu kwa kanuni hizi zilizowekwa. Wa algha shari'ata wa qassaraha ala al-ahwali ash-shakhsiyya faqat, wakapuuza sheria ya Kiislamu wakaipisha sheria ya Kiislamu kwa hali moja moja tu zinazomhusu mtu. Wa amma al-munazaatu baina an-nas wal khusumat fayuhkamu au fayahkumu fiha al-qanun hadha kafir. Ama utata baina ya watu, khusuma baina ya watu, kanuni ndiyo inaowahukumu, huyu ni kafiri anayesema hivi. Qala Sheikh wa yustathna min dhalika awalan man hakama bighairi ma anzala Allah bisababi ijtihadi wa akhta'a fi ijtihadihi, huyu anatolewa katika hukumu hiyo. Wa kwanza anayetolewa katika hukumu ya ukafiri ni mwenye kuhukumu hukumu asiyoiteremsha Allah, lakini kwa sababu ya ijtihadi, alijitahidi. Wa akhta'a fi ijtihadihi, akakosea katika ijtihadi yake. Wa huwa ahlul ijtihadi, na yeye ni ahli wa kujitahidi. Fahadha ma'jurun wa maghfurun lahu khata'uhu, huyu ni mwenye kulipwa, ana thawabu na ni mwenye kusamehewa makosa yake hayo. Huyu hawi kafiri, hahukumii kwamba ni kafiri huyu, sababu ni mujtahid, amejitahidi akakosea katika hukumu yake. Sasa huyu haingii katika hukumu ya kwamba ni kafiri. Naam, amehukumu bighairi ma anzala Allah, lakini kwa sababu ya ijtihadi yake khati, iliyokosea. Idha ahkama al-hakim fa akhta'a falahu ajr, wa idha hakama fa asaba falahu ajran. Hakimu akihukumu akikosea ana thawabu kwa ile ijtihadi yake, akihukumu na akipatia ana thawabu mara mbili, thawabu za ijtihadi yake na thawabu za kupatia. Kwa hiyo huyu mujtahidi akikosea ni kwamba hawi kafiri, bali analipwa ajir kwa ile ijtihadi yake, hata kama ni ya makosa. Kwa hiyo huyu anatolewa katika hukumu ile ya kuhukumiwa kwamba ni kafir. Athani man hakama bighairi ma anzala Allah wa huwa ya'lamu annahu mukhalif, ni anayehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah na huku anajua kwamba yeye ni mukhalif, yeye ni mwenye kukhalif hukumu ya Allah, anajua. Walakin hakama bihi bihawan fi nafsihi au litama'in fi malin au rishwa, lakini alihukumu hivyo kwa hawa katika nafsi yake, au kwa tamaa ya mali, au rushwa, ile kupenda mali akachukua rushwa akahukumu asivyo hukumu Allah. Wa huwa ya'taqidu annahu yajibu al-hukmu bima anzala Allah, na huku anaitakidi kwamba ni lazima kuhukumu kwa vile alivyoteremsha Allah, hukumu aliyoiteremsha Allah. Ya'taqidu hadha, anaitakidi hivi. Wa ya'taqidu annahu mukhalif, na anaitakidi kwamba ile hukumu yake iliyohukumu amemkhalif Allah.
fahuwa mudhnibun, huyu ni mwenye madhambi, wa asi, na ni asi, sahibu kabira, ni mwenye dhambi kubwa huyu. Lakini haambii kwamba ni kafiri, sababu anajua kwamba amemkosea Allah, anajua kwamba amemkhalifu Allah, lakini ile tamaa ya mali na hawa za nafsi yake ndizo zimemfanya ahukumu hukumu nyingine ambayo hakuiteremsha Allah. Huyu haambii kwamba ni kafiri. Na hii ni tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ndiye aliyefasiri hivi. Lakini makhawariji hawataki. Makhawariji wao wanafuata hivi hivi aya ilivyo tu, hawataki ufahamu wa masahaba wala ufahamu wa nani. Wao hawana haja na ufahamu wa masahaba, ndio maana wanapotea hawa makhawariji. Kwa mtu akihukumu bighairi ma anzalallah ni kafir tu kwa makhawariji. Na ndio maana hawa maraisi wote wa Kiislamu kwa makhawariji hawa sio waislamu. Maraisi wote, wafalme wote wa Kiislamu hawa sasa kwa makhawariji hawa ni makafiri wote, sababu wahukumu bighairi ma anzalallah. Hawaangalii tafsiri ya Ibn Abbas, hawaangalii. Ndio maana wanapotea hawa makhawariji. Kwa hiyo wanachukua uamuzi kwa mikono yao makhawariji. Sasa hukumu si ni Allah anayehukumu? Allah atakwenda kuwahukumu hawa wenyewe. Mbona mwachukua nyinyi uamuzi, mwapiga mabomu sawa? Makhawariji bwana, Allahu musta'an. Arabi, tawaghuti wanne katika hawa ruusu tawaghit, alladhi yadda'i ilma al-ghaibi min duni Allah, ni anayedai ilmu al-ghaib badali ya Allah, kwamba anajua mambo yenye kujificha badali ya Allah, yeye ndiye anayejua. Wadalilu qawluhu ta'ala, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah ni mjuzi wa ghaibu, alimul ghaib, Allah ni mjuzi wa ghaibu yenye kujificha. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, hamjulishi ghaibu yake yoyote, illa man irtadha min rasul, isipokuwa aliyemridhia katika mitume. Yakulu Sheikh Al-Fawzan, haulai humul kuhan fahum tawaghit, hawa wanaodai ilmu al-ghaib hawa ni makuhani, kwa hiyo hawa ni tawaghit. Wala yajuzu tahakumu ilayhim, haijuzu kuhukumiana kwao. Wala yajuzu dhahabu ilayhim wa sualuhum, na haijuzu kwenda kwa hawa makuhani na kuwauliza. Lianna ba'dha an-nasi yadhabu ilayhim idha dha'a lahu shay'un, sababu baadhi ya watu wanakwenda kwa makuhani kikipotea kwake kitu. Wayasaluhum 'anil ladhi dha'a lahu, wanawauliza kuhusu kile kilichopotea kwake. Poteza simu, sijui iko wapi, nitaipata wapi? Enda kwa kuhani. Enda kwa kuhani, kisa akapoteza simu. Afanya ushirikina kwa simu tu ya 2000 sijui 1500, enda fanya ushirikina. Wayasaluhum manil ladhi saharahu, anawauliza makuhani nani aliyemfanyia uchawi. Au yasaluhum an ahlihi idha kanu ghaibin, wanauliza makuhani kuhusu hali zake wakiwa mbali. Ma halatuhum, nini hali yao? Yeye afanya kazi huko Arabuni, halafu enda kufanya ushirikina huko huko. Hebu niangalie yule ahli yangu yuko vipi kule. Anakuambia umwache kule uje huku, nani? Si urudi huko kama una wasiwasi naye. Sasa kwa nini unaenda ufanya ushirikina? Hebu muangalie yule, enda nje au vipi? Anakuambia uende ukafanye kazi huko, nani? Kama una wasiwasi namna hiyo. Au an amwalihi dhai'a, au mali zake zilizopotea. Fahadha yakfuru idha saddaqahu, huyo anakuwa kafiri akiwasadiki hao makuhani.
لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. mwenye kumfuata kuhani akamsadika yanayoyasema, huyu amekufuru yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. wa in kana lam yusaddiquhum fa innahu la tuqbalu lahu salatun 40 yawma, na akiwa hakuwasadiki ile nafsi ya kwenda tu kwao haikubaliwi kwake sala kwa muda wa siku 40. famujarradu dhahabihim ilayhim ma'siyatun kabira, ile mujarrad wa mtu kwenda kwa makuhani ni maasi makubwa. la tuqbalu lahu salatun 40 yawma uqubatan lahu ala dhahabihi ilayhim, sala zake hazikubaliwi za siku 40. hii ni adhabu yake ya nafsi ya kwenda kwa makuhani, na ni wajibu waziswali hizo sala 40, sio awache kwa muda siku 40 alafu aje aanze siku 41. akianza siku 40 ndio zahesabiwa hizo zisizokubaliwa. illa man irtadha min rasul sawa kana rasulan min almalaika au min albashar, isipokuwa Allah aliyemridhia katika mtume, sawa ilikuwa ni mtume katika malaika au katika watu. fa inna Allaha qad yutli'uhu ala shay'in min alghaibi limasalihi alibad, Allah huenda akamjulisha jambo lolote katika mambo ya ghaib kwa ajili ya maslaha ya waja wake. waliyakuna mu'jizatan lirrasul, na ili liwe hilo ni muujiza kwa mtume. wayakunu ma'a rasuli rasdun min almalaika, inakuwa pamoja na mtume muraqaba. rasdu ay muraqaba min almalaika. kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamjuza mtume wake baadhi ya mambo katika ghaib, kama katika hadithi nyingi zinavyoonyesha mtume anaelezea mambo yatakayotokea, ahwali yaumil qiyama. hii ndio illa man irtadha min rasul. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول الشيخ الفوزان في تفسير هذه الآية أي عنده جل في علاه علم الغيب الخاص والعام. iko kwa Allah ilmu al-ghaib khas na am. Al-khas mafatihul ghaib, ndio khas, ni ufunguo zile za ghaib. hadhihi la ya'lamuha ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, hakuna yoyote anayejua mafatihul ghaib, si malaika mwenye kukurubishwa wala mtume mwenye kupelekwa. inna Allaha indahu ilmu as-sa'a, hadhi mafatihul ghaib. inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. hizi ndio mafatihul ghaib al-khamsa. هذا لا يدري عنه أحد إلا الله جل وعلا, hakuna yote anejua isipokuwa Allah azza wa jalla. hadha fil ghaib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. hadha al-ilmu al-'am, anajua yaliyo katika bara na yaliyo baharini. hii ni ilmu 'am inayoenea. wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna jani lolote linaloanguka isipokuwa Allah analijua. wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. hadha ilmu Allahi shamilu likulli shay'in
huu ni ujuzi wa Allah wenye kuenea kila kitu. Wa ma'a ilmihi bikulli shay'in kataba hadhihi al-ashya'a fi al-lawhi al-mahfuz, pamoja na kujua kwake kila kitu akaandika vitu hivi vyote katika lawhi al-mahfuz. Alimaha awalan wa ahata biha, Allah alivijua vitu vyote kwanza na akavizungukia ujuzi wake. Thumma katabaha fi al-lawhi al-mahfuz, kisha akaviandika katika al-lawhi al-mahfuz. الخامس من رؤوس الطواغيت الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. watano katika ruhusu tawaghit ni anayeabudiwa badali ya Allah na huku yuko radhi kuabudiwa. wa huwa radhin bil ibada, na huku yuko radhi huko kuabudiwa. والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. anasema katika wao kwamba inni ilahum min duni, mimi ni mola badali ya mola wa haki. fadhalika najzihi jahannam, huyo tutamlipa jahannam. kadhalika najzi dhalimin, kama hivyo tutawalipa wale madhalim. يقول الشيخ الفوزان بهذا القيد الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. بهذا القيد anayeabudiwa badali ya Allah na huku yeye yuko radhi. hii ni qaid, ni sharti. amma alladhi yu'badu min duni Allah wa huwa ghayru radin fahadha la yusamma taghuta. ama anayeabudiwa badali ya Allah na huku si radhi, hayuko radhi, huyu haiti taghut. yakhruju bidhalika almalaika walanbiya wassalihun, wanatoka malaika wanaoabudiwa min dunillah, mitume, watu wema. awliyaullahi salihun la yadkhuluna fi tawaghit, wale wapenzi wa Allah wema hawaingii katika tawaghit. liannahum lam yarlau biha, sababu wao hawako radhi kuabudiwa min dunillah. bal kanu yanhauna anha fi hayatihim, bali walikuwa wakikataza hiyo kuabudiwa katika uhai wao. wa innama hasala hadha ba'da mautihim wa ghaibatihim 'anil nas, isipokuwa lilipatikana hili la kuabudiwa min dunillah baada ya kufa kwao na kuwa mbali kwao na watu, ndipo watu wakawaabudu min dunillah, lakini wao hawako radhi. wa'lam anna al-insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. Sheikh rahimahullah anarudia kauli hii, anasema wa'lam, jua kwamba mtu hawezi kuwa ni mwenye kumwamini Allah isipokuwa kwa kumkufuru taghuti kwanza. wa'lam anna al-insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit taghut. jua kwamba mtu hawezi kuwa ni mwenye kumwamini Allah, hawi ni mwenye kumwamini Allah isipokuwa kwa kumkufuru taghut. والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. mwenye kumkufuru taghut na akamwamini Allah, huyu ndiye ameshikamana na kamba madhubuti ambayo haifunguki. wallahu samiun alim, na Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله. uongofu ni dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na upotevu ni dini ya Abi Jahl.
والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات. hiyo shahada ni kukusanya nafi, kukanusha na kuthibitisha. تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى. شهادة hii inakanusha sampuli zote za ibada an ghairi llahi ta'ala, wa tuthbitu jami'a anwa'i al-ibadati kullaha au kulliha lillahi wahdahu la sharika la. Shahada hii inathibitisha sampuli zote za ibada zote afanyiwe Allah peke yake, hana mshirika. يقول الشيخ الفوزان: والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. العروة الوثقى كamba madhubuti ni la ilaha illa Allah. تسمى العروة الوثقى وتسمى كلمة التقوى وتسمى كلمة الإخلاص. هي لا إله إلا الله inaitwa kalimatu taqwa na kalimatu al-ikhlas na kalimatu at-tauhid. qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, umebainika uongofu kutokana na upotevu. ma huwa ar-rushdu? huwa dinu Muhammadin alayhi salatu wassalam wa dinu kulli al-anbiya. hadha huwa ar-rushd. rushdu ni dini ya Muhammad alayhi salatu wassalam na dini ya mitume wote. huu ndio rushd, ndio muongozo sahihi. Walghayyu dinu Abi Jahl, upotevu ni dini ya Abi Jahl. Wa dinu jami'il kuffar, na dini ya makafiri wote ni ghayy, ni upotevu. ولكن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله هي المتضمنة للنفي والإثبات. النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله. شهادة هي يا لا إله إلا الله inakusanya nafi na ithbat. النفي في قوله لا إله, hakuna mola wowote wa batil. والإثبات na kuthibitisha في قوله إلا الله, isipokuwa Allah. na hii ndio faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى. هي شهادة inakanusha sampuli zote za ibada asiyekuwa kumwabudu asiyekuwa Allah mtukufu. وتثبت جميع أنواع العبادة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له. na shahada hii huthibitisha sampuli zote za ibada duniani na akhira kumfanyia Allah peke yake, hana mshirika. hadha maana shahadati an la ilaha illa Allah. hii ndiyo maana ya shahadati an la ilaha illa Allah, annaha tamthi al-ibadata amma siwa Allah, hukanusha ibada ya asiyekuwa Allah. wa tuthbituha lillah subhanahu wa ta'ala, na kuthibitisha ibada hiyo kwa Allah peke yake. liannaha haqqun lillah, sababu ibada ni haki ya Allah. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi. fal ibadatu haqqun lillah, kwa ibada ni haki ya Allah. laysa li ahadin fiha istihqaq, hakuna yote ambaye ana haki ya kuabudiwa. laysa min haqqi ahadin an yu'bada ghayra Allah jalla wa ala, hakuna yote mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake jalla fi ula. hapa ni mwisho wa risala hii ya maana at-taghut. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. tusome hizi asila sio asila. sualu, Sheikh anaulizwa: athabakumullah, ma hukmu man ladayhi qabiliyatun
liman yusamma maadila fil umamil muttahida. Nini hukmu ya ambaye anakabilia, yani kukubali ile inayoitwa maadil? Katika umamil muttahida wanaita maadil, yani uadilifu. Anakubali ule uadilifu wa yale yanayofanywa kule katika umamul muttahida. Nini hukmu ya hivyo? Sheikh yaqul alhamdulillah Allahu aghna almuslimina bishar'i. Allah amewatosheleza waislamu kwa sheria hii ya Kiislamu. Wal mahakimu mawjuda, na mahakim zipo, walillahi alhamdu. Fa fi kulli muqata'a wa fi kulli muhafadha, kila muqata'a na kila muhafadha, kila mkoa, kila wilaya, bal fi kulli madina min almudun mahkamatun shar'iyya, kila mji katika miji kuna mahkama ya kisheria. Falwajibu at-tahakumu ila shar'i Allahi azza wa jalla, wajib ni kuhukumiana kwenye sheria ya Allah azza wa jalla. Wa tarku at-tahakumi ila a'rafi al-qaba'ili wa 'adati al-qaba'ili sawa'un yusammunaha ma'adil au ghayra ma'adil, ma yajuzu hadha. Wacha kuhukumiana kwenye hizi ada za makabila. Ada za makabila sawa wanaziita maadil au si maadil, haijuzu kuhukumiana kwa hizo. Wal islahu bainahum bil adli ma'a taradhihim min ghairi ikrah, kuleta sulhi baina ya watu kwa uadilifu pamoja na radhi zao bila kuwashika nguvu. Wa min ghairi ijbarin idha radhiya at-tarafani bisulhi, zikiridhia pande mbili zinazoteta bisulhi, kwa ile sulhi. Fanabii sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sulhu jaizun baina al-muslimin, sulhi ni jaiz baina ya waislamu. As-sulhu an taradhi wa fihi adlun, sulhi ni kwa kuridhia na ndani yake kuwe kuna uadilifu. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas, hakuna kheri katika mengi katika maneno yao isipokuwa wenye kuamrisha sadaka au wenye kuamrisha mema au wakasuluhisha baina ya watu. Idha kana sulhu adilan ma fihi hawa ma ahadin wa fihi taradhin baina at-tarafain la ba'sa bidhalik, ikiwa ile sulhi ni ya uadilifu, hakuna ndani yake hawa pamoja na yoyote, na ndani yake kuna kuridhia baina ya pande mbili zinazogombana, si vibaya hivyo. Amma innahum yulzimuna bihadhihi al-ahkam al-jahiliyya, yulzimuna biha wa yatahakamuna ilayha, hadha huwa at-taghut. Ama kwamba wanalazimisha hukumu za kijahilia, wanazilazimisha na wanahukumiana kwenye hukumu hizo, huu ni utaghut, huu ndio taghuti mwenyewe. سؤال آخر أثابكم الله، هل يجب بغض أهل الكبائر وإن كانوا من الأقارب؟ جيني لازima kuwachukia watu wenye madhambi makubwa hata wakiwa ni katika ndugu zako? Sheikh anajibu anasema, qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum, hutawakuta watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake hata kama ni baba zao. Hal hunaka aqrabu min al-abi? Sheikh anasema, je, kuna mtu aliye karibu zaidi kwa mtu kuliko babake? Wa min al-abi wal ibn idha kana aduwan lillah tabarra minhu, akiwa ni adui wa Allah pia huyu kaa mbali naye, walau kana abaka, hata kama ni baba yako. سؤال آخر أثابكم الله، هل قول البعض
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صحيح؟ قول ونسمى بعض يواتو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. je kauli hii ni sahihi؟ يقول الشيخ لا أعرف لهذا أصلا. sijui kauli hii asli yoyote ya kauli hii. alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Sheikh anasema kauli hii haina asli yoyote, walakin yaqul alhamdulillahi ala kulli hal. sunna ni kusema hivyo, alhamdulillahi ala kulli hal, amma la yuhmadu ala makruhin siwahu. يقول أنا ما أعلم لهذا أصلا وإن كان جاريا على ألسنة بعض الناس. hata kama kauli hii inapita kwa ndimi za baadhi ya watu, lakini kauli hii haina asili yoyote, kwamba namhimidi Allah ambaye hasifiwi juu ya makruh asiyekuwa yeye. la yuhmadu ala makruhin siwahu. الشيخ اسمه لا أعرف لهذا أصلا. kwa hiyo sawa mtu ni kusema alhamdulillah ala kulli hal, sio alhamdulillah alladhi la yuhmadu ala makruhin siwahu. سؤال من هم الصوفية وهل هم موجودون الآن؟ Sheikh anauliza ni kina nani hawa masufi na je wapo hivi sasa? الجواب أصل الصوفية العباد الذين اجتهدوا في العبادة والزهد. ni wenye kufanya ibada ambao wanajitahidi katika kufanya ibada na zuhud, kuipa mgongo dunia. fa asluhum az-zuhad alladhina yajtahiduna fil ibadati waz-zuhdi wat-takhalli 'anid dunya. asli ya hao masufi ni wale wenye zuhud ambao wanajitahidi katika kufanya ibada na kuachana na dunia, kuipa mgongo dunia. hadha fi awwal al-amri. hii ni katika jambo la mwanzo ulipoanza usufi. ni huo, ni mtu kwamba anajitahidi katika ibada na hajali dunia, hataki dunia. wakanu fi awwal al-amri ala istiqama. Sheikh anasema ilikuwa masufi katika mwanzo wa Uislamu wako katika istiqama, iltizam ala tariq almustaqim, walakin amaluhum hadha wa inqita'uhum alinqita' alshadid hadha laysa bimahmud. nasema lakini amali yao hii na kukatika kwao alinqita' alshadida, yani kujikata na kuweka mbali kabisa ulimwengu, hili jambo halisifiwi. min albidaya laysa bimahmudin min kulli wajhi, si lenye kusifiwa katika njia zote. walakin ma kana indahum shirk, lakini hawakuwa masufi mwanzo kwamba wana ushirikina, ilikuwa hawana ushirikina. wala kana indahum ghulu, wala hawakuwa na ghulu, kupetuka mpaka. walakin فيما بعد تطور التصوف إلى أن دخله الشرك ودخله الكفر. lakini uliendelea hii tasawuf, iliendelea mpaka ikaingiliwa na ushirikina, ikaingiliwa na ukafiri. wasaru ya'taqiduna anna al-'arifa billah alladhi 'arifa Allah annahu wasala ila Allah. wakawa wanaitakidi kwamba al-arifu billah, yule mwenye kumjua Allah ni yule anayemjua Allah akafika kwa Allah, anayefika kwa Allah. walaysa bihajatin ila ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam, hana haja ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. huyo al-arifu billah, aliyemjua Allah, hana haja ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. wa annahu ya'khudhu 'anillahi mubashara, na kwamba yeye anachukua sheria kwa Allah moja kwa moja. wa ya'muruhum wa yanhahum wa yuti'unahu, anawaamrisha watu
anawakataza na watu wanamtii. Sasa hawa masufi walifanya ghuluu, walifanya ghuluu hiyo kwamba wao wanamjua sana Allah na hawana haja tena kufanya ibada. Pia walifikia hivyo, hawana haja ya kumfuata mtume. ويقولون المريد مع شيخه مثل الميت مع غاسله لا يعترض عليه بشيء يقبل منه أي شيء يأمره به. yule muridi yule mfuasi yule shekhi ndio murid. Sasa almuridu ma shaykhihi, yule mfuasi pamoja na yule shekhi wake ni kama maiti pamoja na yule muoshaji. Hampingi lolote, anamkubalia jambo lolote analomwamrisha. tatawara tasawufu ila hadha alhaddi, tasawufu iliendelea mpaka kufikia mpaka huu. Wa hadha bila shakkin annahu kufrun wal iyadhu billah, hii bila shaka ni ukafiri. aadhana Allah wa iyyakum min alkufr. bal tatawara ila alqawli biwihdati alwujud, bali iliendelea hii tasawuf mpaka wakasema wihdati alwujud, wakaendelea hivyo masufi mpaka wakawa na akida hii ya ukafiri ya wihdati alwujud, bi anna alkauna kullahu huwa Allah, kwamba ulimwengu wote ndio Allah. Miti ni Allah, mawe ni Allah, majibwa ni Allah, kila kitu ni Allah. Subhanallah. Akili za watu hivi jinsi zilivyopotea. Hadana Allah wa iyyakum min al-dhalal. Wa annahu laysa fihi inqisam, na kwamba hakuna inqisam, hakuna kugawanyika. Wa anna alladhi yaqulu al-kaunu fihi khaliqun wa makhluqun mushrik. Wakaendelea mpaka kusema kwamba al-kaunu, anayesema kwamba ulimwengu una muumbaji, wa makhluqun, na una vyenye kuumbwa, anayesema hivyo ni mushrik. Wakaendelea mpaka wakasema hivyo. والتوحيد معناه أنك تعتقد أن الكون كله هو الله. wakasema hivyo kwamba tauhidi maana yake ni kuitakidi wewe kwamba ulimwengu wote ni Allah, wa anna kulla man ubida shay'an fahuwa qad abada Allah, wa anna kulla man abada shay'an fahuwa qad abada Allah, na kwamba kila anayeabudu kitu chochote huyo anamwabudu Allah. alladhina ya'buduna al-asnam, wanaoabudu masanamu, walladhina ya'buduna al-ashjara wal-ahjar, wanaoabudu miti na mawe, kulluhum ya'buduna Allah, wote wanamwabudu Allah. liannahum ya'buduna shay'an min hadha al-kauni, sababu wao wanaabudu kitu katika huu ulimwengu. hadha tatawara ilayhi manhaju at-tasawuf والعياذ بالله عند ابن عربي والحلاج والتلمساني وابن سبعين وغيرهم من طغاته. hawa ni katika wakubwa wa masufi hawa ibn Arabi bin Nakira, sio ibn al-Arabi. ibn al-Arabi bil ma'rifa hadha sunni salafi, amma ibn Arabi bin Nakira hadha sufi. والحلاج والتلمساني وابن سبعين وغيرهم من طغاتهم وصل بهم الحد إلى هذا الكفر الشنيع. Said Qutb pia ni katika wao, lazima atajwe. Said Qutb pia ana akida hii ya wihdati alwujud. Naam, hawa mahizbi si walijua ili hawa mahizbi au wamtetea tu. يقول الشيخ والصوفية الآن أغلب عباداتهم بدع بما فيه شيء مشروع، يتمشون على البدع وما يأمر بهم وما يأمرهم به ساداتهم فإنهم يفعلونه. masufi sasa hivi
aghlabi ya ibada zao ni uzushi. Hakuna katika wanavyoviabudu shay'un mashru', wanakwenda pamoja juu ya bid'a. Wama ya'muruhum bihi sadatu, na yale wanaowaamrisha wakubwa wao, kila wanaloamrishwa na wakubwa wao, fa innahum yaf'alunahu, wanalifanya. La yaquluna alwajibu annana nattabi'u ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, hawasemi hivyo. Hawasemi kwamba wajibu wetu ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun ar-rasulu lil-awam amma nahnu nattabi'u al-khawas. Allahu musta'an. ومنهم من يقول إنه إذا وصل إلى حد من المعرفة فليس عليه تكاليف، لا عليه صلاة ولا صوم ولا حج، لأنه وصل ولا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه زنا ولا لواط، لأنه زال عنه التكليف. imefikia hadi min al-ma'rifa, wasema ikifikia hadi ya maarifa kwao, falaisa alayhi takalifu, huyu hakalifishi na lolote, hawajibiki kusali wala kufunga wala kuhiji, liannahu wasala ila haddin min al-ma'rifa. Wala si haramu kwake lolote, si haramu kwake zina wala liwat, sababu taklif kwake imeondoka. Waqad wasala ila Allah, huyu ashafika kwa Allah. فهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ je baada ya hili kuna ukafiri mwingine? Waliyadhu billah, hadha muntaha al-kufr, huu ndio mwisho wa ukafiri. Wa anna mashayikhahum yatasarrafuna fil kawn, mashayikhi wao wanafanya wanavyotaka katika dunia. Mashayikhu turuq yatasarrafuna fil kawn, yuhyun ويميتون ويعطون ويمنعون. هذا التصوف وهذا ما آل إليه طرق zile zao za kisufia, tijaniya, naqshbandiya, rifaiya, qadiriya, hizo zote ni turuku za sufia hizi. Kwa wao hawana kumfuata mtume, wanafuata hao mashekhe wao wa kisufi, ndio walivyo masufi. يقول الشيخ وهذا الضلال يبدأ أول شيء بهذا الشكل وبنية حسنة، ثم يتطور إلى أن يخرج إلى النهاية القبيحة. upotevu huu unaanza kwanza mwanzo kabisa kwa sura hii ndogo tu na kwa nia nzuri ya ibada, kisha inaendelea mpaka kutoka mpaka huo nihaya kabiha, mwisho mbaya wa ukafiri. fazuhduhum lamma kana mukhalifan li tariqati rasuli sallallahu alayhi wasallam tatawara ila hadha alhad, ile zuhudi yao ilipokuwa ni yenye kukhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ikaendelea mpaka kufikia mpaka huo wa ukafiri, sababu hawana ile kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. amma alladhina tamassaku bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi ibadatihim, alhamdulillah ma taghayyara minhum shay'un wala hasala minhum mukhalafa. Ama wale walioshikamana na aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zao, alhamdulillah hakuna lolote lililobadilika kwao wala hakuna mukhalafa wote uliopatikana kwao. liannahum yasiruna ala tariqi sahih, sababu wao wanakwenda juu ya njia iliyo sahihi. amma alladhi yasiru ala albid'a walmuhdathat, hadhihi nihayatuhu wal'iyadhu billah. ama yule anayekwenda kwenye bid'a na mambo yaliyozushwa, huu ndio mwisho wake, wal'iyadhu billah, mwisho wake ni mbaya. su'alun asabakumullah, ma huwa alfarqu wa ma huwa alfarqu baina man ghayyara hukma Allah walladhi yahkumu bighairi ma anzala Allah? nini farqi baina ya mwenye kubadilisha hukumu ya Allah
na yule anayehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah. Nini farqa baina yao? Anayebadilisha hukumu ya Allah na yule anayehukumu hukumu asiyoiteremsha Allah. Aljawabu kulluhu sawa. Sheikh anasema wote hao ni sawa, walakin hadha min babi tashni'i alayhi, lakini hii ni katika mlango wa kufanya baya jambo hilo. Liannahu idha hakama bighairi ma anzala Allah faqad ghayyara hukma Allah. Mtu akihukumu kwa asivyoteremsha Allah ndio amebadilisha hukumu ya Allah. Wa idha hakama bighairi ma anzala Allah fahuwa jair, na akihukumu kwa asivyoteremsha Allah huyu ni jair, ni dhalim. Lianna al-adla fi hukmi Allah waljawra fi ghairi hukmi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu uadilifu uko katika hukumu ya Allah na dhulma iko katika isiyokuwa hukumu ya Allah azza wa jalla. Su'alun asabakumullah, idha ihtamma almuslimu bil arkan wal adhkar wabta'ada 'anil fawahish wa wasail ash-shirki walakin ibtuliya bitahawun bin nadhar ila al muharramat wa sama'i al aghani. Muislamu akitilia umuhimu nguzo za sala na adhkar, akakaa mbali na mambo machafu na sababu za ushirikina, lakini alipewa mtihani wa tahawun wa kudharau kuangalia muharramat, anaangalia muharramat na kusikiliza nyimbo. Nini hukumu ya mtu huyu? Aljawabu, yakulu Sheikh, hadhi kabair, haya ni madhambi makubwa. An-nadharu ila ma harrama Allah, kuangalia mambo yaliyoharamisha Allah. Wastima'u ila ma harrama Allah, kusikiliza aliyoharamisha Allah. Yuaddu min al-kabair, hii inahesabiwa ni katika madhambi makubwa. Fa alayhi taubatu ila Allah, huwa anawajibika kutubia kwa Allah. Walakin ma yukhrijuhu dhalika min ad-din, lakini hayo hayamtoi katika dini. Walakin yu'tabaru 'asiyan wa sahiba kabira, lakini anazingatiwa huyu ni asi na ni mwenye madhambi makubwa. Walakin idha taba ila Allah taba Allahu alayhi, lakini huyu akitubia kwa Allah, Allah anamsamehe madhambi yake. Sualu man abada Allah min al-yumni. يقول من اليمن. سؤال من عبد الله من اليمن. يعني هذا السؤال من اليمن أو سؤال من عبد الله من اليمن؟ سؤال من عبد الله من اليمن. طيب، hili ni swali kutoka an Abdullah min al-Yaman. Yaqulu inna at-tama'ima wat-tiwalata shirku. Hadha al-hadith, ma hiya at-tama'imu wa ma hiya at-tiwala? Jazakumullahu khairan. Su'al an at-tama'im wat-tiwala. Al-jawab, qala sallallahu alayhi wasallam inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata shirkun. Ar-ruqa na tama'im na tiwala ni shirkun. Warruqa almuradu biha ruqa aljahiliya, ruqya ya kijahiliya allati fiha du'a li ghairi llahi azza wa jalla. Hii ndiyo ruqya ya kijahiliya ambayo inakumuomba asiyekuwa Allah azza wa jalla. Hii ni ushirikina. Wastighathatu biljinni washayatin, na pia inakuwaomba kutaka kuokolewa na majini na mashaitani wa ghairi dhalik na vinginevyo. Hadha shirkun muharrama, au hadhihi ruqa, hii ni ushirikina wenye kuharamishwa. Lianna fiha du'a li ghairi llah, sababu kuna kumuomba asiyekuwa Allah. Amma ruqa allati min alquran au min alad'iyati ash-shar'iyya fahadhihi la ba'sa biha. Ama ruqya inayotokana na Qur'an
au kutokana na dua za kisheria, hii si vibaya. Lakini ruqa iliyokusudiwa hapa katika hadithi minashirki ni ile ruqya ya kijahiliya ambayo inakumuomba asiye kwa Allah. Watamaim, tamaim ma yuallaqu, ni zile zinazofungwa. Atamaimu kullu ma yuallaqu ala al-abdan, ni kila kinachofungwa katika mwili, au ala al-mahallat, au katika mahallat maduka, au ala sayarat, au juu ya gari, litiqa'il aini bizamihim, kwa ajili ya kujilinda na ain kwa madai yao. Hizi ndiyo tamaim, hirizi. Fayualliqunaha ala abdanihim, wanazifunga katika mili yao, au ala mumtalakatihim, au kwa vitu vyao wanavyovimiliki. Yattaquna biha al-aina bizamihim, wanajilinda na ain kwa madai yao. Fahadha manhiyun anhu, jambo hili linakatazwa. Liannahu shirkun, sababu ni ushirikina. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwalata shirkun, lianna fihi i'timadan ala ghairi llahi subhanahu wa ta'ala fi raf'i al-bala'i au daf'ihi, sababu ndani yake kuna kumtegemea asiye kwa Allah katika kuondosha balaa au kuzuia balaa. Fahuwa shirkun kama samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa huo ndio ushirikina kama alivyoita mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Watiwala shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha au az-zawja ila imra'atihi. Tiwala ni kitu wanachokitengeneza, wanadai kwamba kinampendekesha mwanamke kwa mumewe au mume kwa mke wake, kinafanya wapendane. Wa hadha min amali sahara, hii ni katika amali za wachawi, ndio wanaofanya hivyo. Kama qala subhanahu wa ta'ala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. لا يعني من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه هي التوالى. hii ndio tiwala, kitu ambacho wanakifanya ili mke apendwe na mumewe au mume apendwe na mke wake. Hiyo ni tiwala, ni ushirikina. Wa inna ruqa wat-tamaima wat-tiwalata shirkun, vyote hivyo ni ushirikina. Allahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.